kile nachojua, umeamrisha vimekamilika. Mimina moyo wako mbele za Bwana. Omba kwa ajili ya fahamu zako za ndani. Roho Mtakatifu akufunulie mapenzi yake. Baba wa mbinguni, katika neno la uzima, nenda mbele za Bwana, mtu wa Mungu. Usinyamaze, mwambie Roho Mtakatifu akufundishe. Mwambie Roho Mtakatifu akufunulie. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Roho ya Bwana iwe juu yako, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku njema. Asante kwa ajili ya siku hii ya pili ambayo Bwana umetupa. Tumekuja mbele zako, tumeleta mahitaji yetu, tumesema wazi nasi Bwana. Baba, tunakuja tena kipendeka, tunatamani kujifunza, tunatamani kusikia sauti ya neno lako itakayoumba imani ndani ya mioyo yetu. Bwana, imani uje kwa kusikia, kusikia uje kwa neno lako. Naomba usikivu ambao unakuja kwa neno lako ukapate kusikika katika utu wetu wa ndani. Macho yetu ya mioyo yapate kutiwa nuru, tujue tumaini la wito wako. Tunateka nyara kila fikra zipate kukutii Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaangusha kila mawazo yaliyo kinyume na Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaamuru utulivu juu ya kila nafsi. Sema nasi Bwana, ukalitume neno lako na kutusaidia, ukalitume neno lako na kutusaidia. Neno lako halitakurudia bure, bali litafanikiwa katika yale ambayo umelisoma. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Mungu, nakutukuza Bwana, nakuinua Mfalme. Wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Bwana, wewe ndiye Mfalme, wewe ndiye Mungu mkuu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatutazama, ambaye anatusikia kwa vyombo vya habari. Naomba utakaso katika fikra, naomba utakaso katika fikra Baba, katika jina la Yesu. Aribosa karibasi rabanda koribose reanda. Asante Mtakatifu, asante Mungu mkuu. Nanyenyekea mbele zako nikijua ya kwamba sina ninachoweza kusema, ila Bwana unaweza kusema ndani yangu, ukasema ndani yangu Mfalme, kwa ajili ya kusanyiko ile ambalo limenyenyekea mbele zako kwa kufunga. Ukaseme nasi Mfalme, neno lako lisinipite, neno lako linibadilisha, neno lako litubadilisha kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante kwa ajili ya malaika, malaika wa ufunuo, malaika wa uponyaji, malaika wa ujumbe. Acha watende kazi katika kusanyiko hili Baba. Ninakushukuru, ninakutukuza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Shangilia Mungu aliye hai. Hallelujah. Asante sana, naomba uketi. Nashukuru sana praise team. Mungu abariki kwa utumishi wenu. Nashukuru sana mtu wa Mungu kwa kupata nafasi ya kuomba. Nikukaribisha tena katika siku yetu ya pili kati ya siku 40 za maombi, semina na kufunga. Tunaendelea na somo letu kutoka kitabu cha Waefeso 3:20. Ndio mstari ambao unatuongoza. Nasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na kichwa cha somo kinasema vita ya kiroho katika kufikia mafanikio ya kifedha na kiuchumi. Vita ya kiroho katika kufikia mafanikio ya kifedha na kiuchumi. Tunaangalia namna ambavyo Mungu anaweza akatukuzwa zaidi ya tuombavyo au tuwazavyo, kwa kutumia nguvu iliyoko ndani yetu katika eneo au lango la fedha na uchumi. Haleluya. Tunachotaka kujifunza,
ni kutoka katika kitabu cha Waefeso 3:20, namna ambavyo Bwana anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tunavyoweza kuomba au tunavyoweza kufanya katika eneo la fedha na uchumi kupitia nguvu iliyoko ndani yetu. Na kabla sijaendelea, ningependa kukumbusha na kueleza mambo machache ili kuweka vizuri ule ujumbe wa jana jioni, lakini tujue namna tunavyoenenda. Jana kimsingi tumeanza kujifunza namna ya kupigana vita ya kiroho katika eneo la fedha na uchumi kwenye sehemu ya kipato na nguvu, provision and power, ili upate mafanikio ya kimungu katika eneo la fedha na uchumi, hata katika mazingira ya kawaida ya kibinadamu. Unahitaji kuwa na kipato na uwezo wa kuendeleza hicho kipato. Kwa lugha ya biashara unaweza kusema unahitaji mtaji na utaalamu labda ulioko ndani ya watu waaminifu utakao kusaidia kuzalisha na kuendeleza biashara yako. Umeelewa, mtu wa Mungu? Hasa hilo eneo shetani anapigana vita ili watu wa Mungu wasivuke hapo. Tukaangalia mbinu za kivita katika ulimwengu wa roho au za kiimani ambazo unaweza ukazitumia ili kupambana na adui katika hilo eneo. Kwa hiyo kama umerudia, angalia notes zako za jana, naweka vizuri hapo heading ili tuweze kwenda pamoja. Haleluya. Tuliangalia mbinu tatu. Mbinu ya kwanza tulisema ni neema, matumizi ya neema ya utoaji. Yesu akasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Ukitaka imani yako ikusaidie katika kupata mtaji kimungu, ni lazima uifanyie kazi imani yako katika eneo la utoaji. Yaani uwe na tendo la imani la utoaji. Kama unamwamini Mungu atakuwezesha kununua au kujenga nyumba, maana yake tengeneza imani ndani yako kufanya kitu kwenye kazi za ujenzi katika nyumba ya Bwana, au tafuta mtu anayejenga uachilie sadaka yako, alafu uone kama Bwana atakupa unachohitaji. Haleluya. Kabisa kabisa, utaona Mungu akikusaidia kwa namna ya ajabu. Najua tulikuwa tunajenga mahali na kawa na mtaa ambao na wenyewe unahitaji ujenzi. Nikamwambia haya matofali yatafuatiliwa hapa kwangu. Haleluya. Kwamba natoa sadaka hapa, yatoke matofali ambayo yataenda kufanya kazi kwenye nyumba ya Bwana, nikijua ya kwamba nafungua milango kwa kile ambacho naendelea kufanya. Sasa adui anapambana na sisi katika eneo hilo. Ndio maana nikasema habari ya kutoa. Benelewa, mtu wa Mungu? Ni vizuri twende kimkakati, twende kimkakati. Ni muhimu sana. Namna nyingine ya kupambana na adui katika eneo la mtaji na nguvu ni kuweka imani yako na mtazamo wako kwamba Bwana Mungu ndiye hazina yako na ndiye mtaji wako. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Tulisoma mstari habari za Ibrahim. Yehova Jireh, Bwana awe ndiye mtaji wako.
awe ndiye chanzo chako cha mafanikio. Tukamalizia na mbinu ya tatu, kwamba tumepewa nguvu ya kupata utajiri au mafanikio. Lazima kuamini, kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, Bwana ameweka nguvu ya kupata mafanikio ndani yako, na amesema ya kwamba anaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko unayoweza kuyawaza au kuyaomba, kwa hiyo nguvu iliyoko ndani yako. Sasa hiyo nguvu iliyoko ndani yako ni nguvu ambayo pia inaweza ikafanya jambo katika eneo la fedha na uchumi. Haleluya! Namna ya kusababisha hiyo nguvu ifanye kazi ni maombi ya imani na matendo ya imani. Kufanya maombi kwa imani, alafu kuchukua hatua ya imani kwa sababu ya maombi uliyoyaomba, uta activate hiyo nguvu ya kupata mafanikio ndani yako. Ukitaka kuisha hiyo nguvu ya kupata mafanikio ndani yako, ni kwa njia ya maombi na matendo ya imani. Unaomba alafu unachukua hatua. Na nakumbusha hapa katika pointi ile ya utoaji ni kugusa mahitaji ya watu wengine au mahitaji ya Injili. Sio lazima iwe fedha, inaweza ikawa ushauri, inaweza ikawa utaalamu, inaweza ikawa muda wako, inaweza ikawa hata maombi basi. Haleluya! Yaani unaunganisha ombi lako kwa Mungu kwa kumwombea mtu mwingine mwenye hitaji kama la kwako. Unajua, you have to know how to manipulate the supernatural. Yaani namna ya kumfanya Mungu afanye mambo. Ameeleza jinsi alivyo, ameeleza tabia zake, ameeleza anachotaka. Kuna namna ukifanya anachotaka, atakuwa kama alivyosema alivyo. Kwa hiyo ukichukua mzigo, kwa mfano wewe unahitaji kabisa, alafu umegundua ya kwamba kuna mpendwa anahitaji kama la kwako, badala ya kuchukua muda mrefu kuomba kwa ajili ya hitaji lako, chukua muda wa kutosha kumwombea huyo mtu kwamba Bwana amfanikishe katika hitaji alilo nalo linalofanana na la kwako. Ukifanya namna hiyo, unasababisha ile nguvu ifanye kazi ndani yako. Haya ni maarifa ya kiimani. Haleluya! Basi bila shaka tumeweka vizuri ujumbe wa jana, sababu niliona nimeeleza mambo ya msingi bila kueleza kidogo kuyaunganisha na nia ambayo tulikuwa nayo katika ujumbe ule. Tunaweza kuendelea sasa. Haleluya! Leo tunaendelea na vita ya kiroho katika kufikia mafanikio ya kifedha na kiuchumi katika eneo muhimu sana la kutawala fedha na uchumi. Swali ambalo tunatamani kulijibu, tunawezaje kutumia imani kusaidia au kusapoti mtiririko wa mafanikio ya kifedha katika maisha yetu?
Swali ambalo tunajiuliza, tunawezaje kutumia imani kusaidia mtiririko wa kifedha au wa mafanikio ya kifedha katika mipango na kazi tunazofanya? Bwana Yesu Kristo alisema wazi alipokuwa anawaaga wanafunzi wake katika kitabu kile cha Mathayo 28 mstari wa 18, anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Akatuagiza, enendeni. Yesu ana mamlaka yote. Shetani amenyang'anywa mamlaka pale msalabani. Kinachompa uhalali wa kutumia mamlaka kutawala ni ujinga wa mwanadamu kutokumjua Mungu na uasi. Hivyo vitu havipo, shetani hawezi kutawala. Narudia tena, ujinga wa kutokumjua Mungu na sheria zake na uasi ndivyo vinampa shetani uhalali au mamlaka ya kutawala katika dunia hii. Hivyo vitu viwili havipo, hana mamlaka yoyote. Dunia imeumbwa itawaliwe na viumbe wenye mwili wa damu na nyama. Shetani hana mwili wa damu na nyama, hivyo hana uhalali wa kutumia nguvu alizo nazo. Maana alipoasi, Biblia ionyesha kwamba alinyang'anywa nguvu. Ila kwa kuwa yeye sio kiumbe mwenye damu na nyama, hana uhalali wa kutumia nguvu alizo nazo kuleta uharibifu katika ulimwengu. Mpaka kumekuwa na ujinga katikati ya mwanadamu wa kuto kumfahamu aliyemuumba na kumpa mamlaka, na mpaka kumekuwa na uasi, yaani kumekuwa na giza. Kwa kuwa yeye amepewa makao ya giza, basi akikuta mahali kwenye giza, ndipo anaweza akatumia nguvu zake kuleta uharibifu. Sasa Yesu ana mamlaka yote, alikuja katika mwili. Kwa hiyo ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni una uhalali zaidi ya kumiliki na kutawala kuliko ufalme wa giza, kwa sababu ufalme wa mbinguni alikuwepo, yupo katika mwili, alafu mfalme wa giza hana mwili. Umeelewa mtu wa Mungu? It's so powerful. Ukielewa hichi kitu utaelewa nafasi yako na utajua shetani mahali pa kumweka anapostahili. Asa, ikiwa Bwana ana mamlaka yote, tukiwa watoto wa Mungu tunaweza kuruhusu mamlaka yake yatawale hapa duniani katika eneo la fedha na uchumi. Nini maana yake mambo haya? Namna moja ya udhihirisho wa ufalme wa mbinguni ni watoto wa Mungu kutawala fedha na uchumi kwa uweza wa kimungu. Hajakupa tu kutawala mapepo na kemea anatoka. Usiwekee mipaka nguvu za Mungu. Ni mapenzi ya Mungu kuwa na uweza wa kimungu kutawala fedha
na uchumi. Tuliona jana kwenye ibada namna ambavyo Bwana Yesu alitumia uweza, supernatural power, kulipa kodi. Akamwambia Petro akavue samaki. Samaki wa kwanza ana shekeli ndani yake. Alitumia uweza wa kimungu katika eneo la fedha, na Yesu ni kielelezo. Alisema yeye aniaminie, kazi nizifanyazo na yeye atazifanya. Sijui kama unaelewa. Huyo Yesu aliyoko ndani yako amesema hivi, amwaminie, kazi azifanyazo na yeye atafanya. Kazi gani? Alitumia uweza kulipa deni. Alifanya kazi, aliagiza kazi ya mwilini iliyozalisha uweza wa kimungu. Maana Petro alikuwa mvuvi, alienda kuvua, lakini akapata shekeli ndani ya samaki. Hakusubiri kuuza samaki apate fedha ya kulipa deni. Ndio point yetu hapo. Yaani Bwana hakusubiri Petro avue akauze. Angeweza kumwambia Petro, nenda kavue samaki, alafu ukauze, alafu ulete fedha tulipe deni. Huo ni utaratibu wa kawaida wa kibinadamu. Lakini akaambiwa ndani ya samaki kuna shekeli. Kwa unaweza ukafanya biashara kama watu wengine, lakini neema ya Bwana ikakupa mafanikio ambayo watu wengine hawajapata. Ndio maana nikwambia somo hili sio mbadala wa kazi. You should reign. Adui anapigana vita na watoto wa Mungu ili wasitawale fedha na uchumi. Kwa nini? Anajua ya kwamba wakitawala fedha na uchumi, ufalme wa Mungu utaendelea kwa kasi. Kwa hiyo anapigana hapo. Akikushinda, ukimshinda katika kupata, umeomba, umemwamini Mungu, amekupa fedha, anakuja kupambana na wewe kwenye matumizi. Ahakikishe tu kwamba unakosa utawala wa fedha zinazopita mikononi mwako. Si unasikia wengine wanasema nasumbuliwa na chuma ulete, nikipata pesa tu zinaisha. Je, ni Mungu anamaliza hizo fedha ili kukupeleka kwenye uhitaji? Sio Mungu, kwa sababu anasema anafanya kazi na wampendao katika kuwapatia mema, afanye kazi na wampendao katika kuwapatia mabaya. Kwa hiyo kama unapata fedha zinapotea, haufikii malengo uliyoyaweka, unakuja kushituka baadaye umenunua vitu usivyovihitaji, umepeleka hela mahali ambapo hata sio sadaka, kwa hiyo kwamba hailipi katika ulimwengu wa roho. Ujue hapa adui amepigana vita na wewe kabisa, kwa sababu ukipeleka, kama umetoa kwa utaratibu wa kutii neno la Mungu, umegusa mahitaji ya watu kwa imani, hiyo haijapotea. Hiyo haijapotea. Nazungumzia tu yale matumizi ambayo hata na wewe baadaye unasema sijui kwa nini nakuwa na vitu ambavyo huvihitaji. Sasa shetani anachokifanya ni kukuzuia usiwe na nguvu ya kutangaza injili. Na kama kuna eneo ambalo adui anapambana katika huduma ni madeni, ufanye mkutano wa injili, umalize na madeni. Usiende kwenye mkutano mwingine, ufanye kazi ya kulipa madeni.
Kama ukifanya semina alafu na madeni, na utaanza semina nyingine, sinabidi ulipe kwanza madeni. Yaani ngoja niseme kwa sababu haya mambo yako wazi, sio siri, sababu wewe ni muombaji uweze kuomba. Hapa Mbezi Beach kila mwezi tunalipa 27 milioni 26 kwa ajili ya deni la MBLC. Hizo fedha kama kila mwezi tungesema tunafanya mkutano wa injili mahali, tungeweza bila kutegemea mchango wowote kutoka kwa mtu yoyote. Yaani tungeamua tukasema kila mwezi tuna mkutano wa injili kwenye mtaa fulani na budget ni milioni 20 ya huo mkutano, tungeweza kufanya huo mkutano bila kuhitaji mchango kutoka nje ya Mbezi Beach. Lakini angalia tunapopeleka. Sasa kitu ambacho adui atatamani ni kuhakikisha ya kwamba tulipi hilo deni, ili kutuzuia kufanya mambo mengine. Tuwe na hela nyingi lakini tusiwe na nguvu ya kufanya mambo. Unaelewa mtu wa Mungu? Hasa namna gani tunaweza kutumia mamlaka tuliyopewa kutawala fedha na uchumi? Kumbuka tunazungumzia vita ya kiroho kufikia mafanikio ya kifedha na kiuchumi. Sasa namna gani tunaweza kupigana vita ili shetani asitushinde katika kutawala fedha na uchumi kwenye maisha yetu? Tuangalie mbinu tunazoweza kuzitumia. Haleluya. Mbinu ambayo naweza kuitumia, kwanza lazima uelewe kwamba unayo hayo mamlaka ya kutawala. Unapaswa kutawala fedha na uchumi. Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa 5 na wa 6. Changamoto ya kutawala fedha na uchumi ni kuruhusu Yesu atawale maisha yako katika fedha na uchumi. Mpaka Kristo ametawala fedha zako, ndipo utamiliki fedha na uchumi pamoja naye. Kwa hiyo changamoto ni namna ya kumfanya Yesu awe Bwana kwenye fedha na uchumi. Na shetani atahakikisha ya kwamba haumruhusu Yesu awe Bwana katika fedha zako. Ndio maana watu wanaweza wakamwamini Yesu awe Bwana kuwapeleka mbinguni. Ni Bwana na Mwokozi wa roho zao, sio Bwana na Mwokozi wa fedha zao. Kwa hiyo ikifika habari ya fedha, hawahitaji imani, hawahitaji ushauri. Ni kweli unaweza kupata fedha bila imani wala ushauri wa Yesu, kwa kutumia tu kanuni ambazo Mungu ameweka hapa duniani. Ndio maana wako watu wenye fedha ambao hawamjui Yesu wala hawamwamini Yesu wala hawamtaki Yesu, lakini wana fedha na wanafanya biashara, wanapata faida. Nilikwambia watu wa dunia wanahitaji faida kuliko baraka. Kwa hiyo hata kama ni kwa gharama ya kuumiza watu wengine ili mradi wapate fedha, kwa hiyo unaweza ukapata fedha. Lakini ukitaka za kimungu zitakazokupa amani na furaha,
zitakazorithishwa kwa watoto na vitukuu. Lazima Yesu awe Bwana katika hilo eneo. Asa namna gani anakuwa Bwana? Kumbukumbu la Torati mstari wa sura ya 15 mstari wa 5 na wa 6, kwamba utasikiliza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizao leo kuyafanya, kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa tena, utatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Asa angalia haya maandiko, anazungumza habari ya kusikia sauti ya Mungu, anazungumza habari ya kutenda ulichosikia kutoka kwa Bwana, alafu anasema ndipo kama Mungu alivyokuahidi kumiliki na kutawala, utakopesha mataifa mengi lakini hautakopa, utatawala mataifa mengi usitawaliwe na wao. Sasa katika mazingira ya leo ya dunia ya leo, maana yake unaweza ukawa na mikopo isiyo kuzuia uhuru wa kifedha. Kwa sababu kumekuwa na theolojia nyingi, wengine wakisoma maandiko kama haya wanafikiri ya kwamba basi Mkristo hatakiwi kuwa na mkopo benki. Sio maana yake. Sio maana yake. Ila utakiwi kuwa na mikopo inayokunyima uhuru wa kifedha. Haleluya. Na wewe utakuwa mlipaji mzuri pale unapokopa. Hutakuwa na shida. Utatunza ushuhuda. Yesu hatakubali jina lake lichafuke kwa ajili ya mikopo. Na adui anachotaka ni mtu awe na mikopo itakayomalizwa. Nakumbuka miaka mengi iliyopita ikiwa Arusha, nilikutana na kesi ya mtu ambaye amekopeshwa, alafu aliyemkopesha anatumia nguvu za giza kuhakikisha kwamba halipi, ili achukue alichoweka rehani. Very serious. Kwamba kwa sababu ya uhitaji amekukopesha kwa masharti ambayo amekudhulumu, na anahakikisha anatumia nguvu za giza ili usiwe na uweza wa kurejesha ulichoahidi, ili yeye achukue kile ulichoweka rehani. Sasa sio mtu anafanya hivyo, ila ni shetani ndani ya mtu. Baada vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Sasa kama iko hivyo huko duniani, unahitaji haya maarifa mpendwa. Maana unaweza ukajitahidi, hauelewi kwa nini ili deni halilipiki. Ukijaribu kufikiri hamna. Kwa hiyo ilibidi tuombe. Ili kwamba huyu ndugu apate kunusuriwa kwenye hiyo shida aliyokuwa nayo. Upande wako ni kusikia sauti na kutii maagizo. Upande wa Mungu ni kukubariki. Mpango wa Bwana, usiwe mtumwa kwenye madeni, usiwe mtumwa katika fedha. Fedha zikutumikie, usitumikie fedha. Hujaumbwa kutumikia fedha, umeumbwa kumtumikia Jehova. Haleluya. Yaani wewe sio mtumwa wala mfanyakazi wa fedha.
Wewe ni mtumwa wa Mungu, ni mfanyakazi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Unamtumikia Mungu, hautumikii fedha. Ndio maana nilikwambia kwamba kazi haipaswi kuwa kipato. Kipato chako yapaswa kuwa Mungu, kazi iwe wajibu. Kwa sababu ikiwa kipato, maana yake wewe ni unatumikia fedha, unatumikia mshahara. Hujaumbwa. Status yako umeumbwa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ukiwa na fedha zikutumikie wewe, sio wewe uzitumikie fedha. Wewe huwezi kuona tu kwa akili ya kawaida kwamba Mungu amekuumba kwa mfano na sura yake, alafu una mfano na sura ya Mungu unatumikia fedha badala ya kumtumikia aliyekuumba, Baba yako wa mbinguni. Hiyo kitu haipo. Haleluya. Kwa mifumo inayotaka kuwatawala watu kwa sababu ya fedha sio sawa sawa. Daiko katika level mbalimbali, binafsi, kifamilia, kitaifa, kimataifa. Wewe umesikia hata wakitaka kutupa mikopo kama taifa wanatupa masharti, ambayo hayo masharti tusipoangalia yanatufanya tuwe watumwa kwao. Asa maana yake hiyo ni vita ya utawala wa fedha na uchumi katika ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo tusipoombea viongozi au bunge, unaweza ukashangaa tukabanwa mahali kama taifa, tukawa sasa tunatumikia mataifa mengine. Kwa kile tunachopata badala kitusaidie kutatua matatizo yetu, tunaenda kulipa madeni, na akipiga kwenye matumizi tunalipa madeni ambayo hayana alama yoyote kwenye taifa. Wewe utalipa na mtoto na mjukuu lakini kwamba zimefanya nini, naweza usiwe na maelezo. Ndio maana tunahitaji kuomba kwa ajili ya taifa, kuomba kwa ajili ya rais, serikali na wote wanaohusika. Haleluya. Sasa usipoomba ukisema inihusu, ndio hapo utakapolipa. Wataweka ni rahisi tu, si wanaweka namna ya kodi ya kurejesha. Sasa wafanyeje sasa? Mithali 19:20 hadi 21. Mithali 19:20 hadi 21. Sikiliza mashauri, upokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Maana mna hila nyingi mioyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Anasema sikiliza mafundisho, upate hekima ya kimungu. Maana yake sikiliza Mungu anasema nini juu ya fedha. Yaani ukitaka kutawala fedha, unahitaji neno la Mungu katika eneo la fedha. Kitu chochote ukitaka kutawala kimungu, kiimani, unahitaji neno la Mungu katika hicho kitu. Ukitaka kutawala eneo la uponyaji, unahitaji neno la Mungu la uponyaji ndani yako. Ukitaka kutawala kwa habari ya miujiza, unahitaji neno la Mungu kuhusiana na miujiza. Haleluya. Kwa hiyo anasema sikiliza. Shauri la Bwana ndilo litakalosimama kwenye fedha zako, mipango yako ya kibiashara, mipango yako ya fedha. Sasa kama shauri la Bwana litasimama, alafu mna hila nyingi moyoni mwa mtu, kwa hiyo inawezekana ndani yako usiposikia neno la Mungu, hila katika moyo wako zitakuangusha. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ni nani anayeweza kujua? Anasema yeye Mungu ndiye anayepima mioyo.
Kwani makosa ya kifedha unayofanya mengi sio umedanganywa na watu, umedanganywa na moyo wako. Umedanganywa na moyo wako. Hila katika moyo wako kabisa. Asa hii inatukumba wote. Makosa ya kifedha tunafanya wote, sio rahisi. Hata mimi nimefanya makosa mengi, lakini nimeona neema ya Mungu kinivusha, na ndio maana ujumbe umekuwa muhimu sana kwangu. Haleluya. Mithali 2:11 hadi 15. Mithali 2:11 hadi 15. Andika na Mithali 3:13 hadi 19. Mithali 3:13 hadi 19. Mithali 2:11 anasema busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi, ili kukuokoa na njia ya waovu na watu wanenao yaliyopotoka, watu waziachao njia za unyofu, ili kuziendea njia za giza, wafurahio kutenda mabaya, wapendezao na upotoe wa uovu, waliopotoka katika njia zao, walio wakaidi katika mapito yao. Utamiliki na kutawala katikati ya waovu, maana ndio wengi. Takutana na waaminifu wenye haki wachache. Kwa hiyo utamiliki na kutawala katikati ya waovu. Sasa ili uweze kumiliki na kutawala, anasema busara itakulinda, ufahamu wa kimungu utakuhifadhi. Maana wewe unatenda haki, wenzako wanataka dhuluma. Utafanyaje? Unahitaji hekima ya kimungu. Anasema Mithali 3:13, heri mtu yule aonaye hekima, mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vyote alivyo navyo havilingani naye. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake alizifanya mbingu imara. Kwa hiyo utaona, ukisikia, ukipata hekima ya kimungu na utendaji wa kimungu, ndipo unaweza kutawala. Ni wajibu wetu kulitenda neno la Mungu pale alipotupa kutawala. Kwa nini anatupa kutawala eneo la fedha? Okay. Kwa nini Yesu anatupa mamlaka ya kutawala eneo la fedha? Ni kwa sababu anataka tutekeleze neno la Mungu katika hilo eneo. Tupeleke ufalme wa Mungu katika hilo eneo. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 5 na wa 6. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 5 na wa 6. Angalieni na wafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kumiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili ni kubwa, ni watu wenye hekima na akili. Anasema ukishika amri alizokuamuru uzitende katika nchi aliyokuingiza kuimiliki. Ukishika amri na hukumu uzitende katika kiwango cha faida aliyokupa. Hakuna mtu anayetoa hela bila malengo, yawe mabaya au mazuri. Na Mungu akikuwezesha, akikupa fedha, ana malengo. Sasa usipozingatia malengo yake, utapoteza kutawala. Unaweza ukazipata, tulishajifunza mbinu ya kupata, ukamshinda shetani kwenye kupata, alafu kwenye kutawala ikakusumbua. Anasema mkazitende
katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Inaweza ikawa ni eneo lingine la biashara, au eneo lingine la huduma ambalo hujawahi kupita. Haleluya! Acha Yesu awe ndiyo akili yako, maana amesema hapa, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu. Hii ndiyo hekima yenu na akili zenu. Nini? Kushika neno na kulitenda. Akili yetu, hekima yetu ni neno la Bwana. Usiliache kwenye fedha zako, usiliache, usiliache, litakusaidia. Usiliache mpendo, liingize kwenye biashara yako, alafu uone kitu gani kitatokea. Hallelujah. It's so powerful. I feel that anointing. Kuna vitu viko imparted, yani kuna vitu ambavyo malaika wanaachilia kwa watu sasa hivi, na vitu vimefanyika hapa. Yesu utukuzwe, Yesu utukuzwe. Utaona ikitokea, utaona, utasema kabisa, niliposikia ile kuna kitu. Acha Bwana akuinue kwa jina la Yesu. Mbinu nyingine ni mbinu ya 5, lakini hii ni mbinu ya kupambana katika eneo la kutawala fedha na uchumi. Mbinu ya kiimani, battle strategy. Bwana atakubariki, yani baraka itakupa kutawala. Baraka ya Bwana itakupa kutawala malango ya fedha na uchumi. Na Biblia iko wazi kwamba baraka za Bwana utajirisha, ichanganye huzuni ndani yake. Tulisoma Mwanzo 26:12 hadi 14 jana asubuhi. Mwanzo 26:12 hadi 14. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kila kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana, akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, nao Wafilisti wakamuhusudu. Unaona, Isaka alifanya kazi za kiuchumi, alifanya kazi ya kilimo kwa maagizo ya kiimani. Kilichotokea, akabarikiwa. Alipobarikiwa akafanikiwa sana, akawa mtu mkuu. Alikuwa mtu mkuu kiuchumi, alikuwa mtu mkuu kifedha. Anaposema hata akawa mkuu sana, sio kwamba alikuwa kiongozi katika nchi ya Wagerari, sio kwamba alikuwa na cheo cha kisiasa katika nchi ya Wagerari. Alikuwa na uchumi na fedha katika nchi ya Wagerari. Kwa hiyo akatawala. Alipotawala, kwa kuwa yeye ni mwana wa Ibrahimu, wakaona utawala wake unatuletea shida, kwa kuwa wao walitaka miungu yao ya Wagerari itawale. Hasa wakashangaa, Mungu wa Ibrahimu anatawala fedha na uchumi katika Wagerari. Shetani akatengeneza wivu kwa hao Wafilisti, ili kwamba ikiwezekana Isaka aondoke kwenye mipaka yao, asiwatawale. Bana akiwatawala, wanatawaliwa kwa kanuni za Jehova, na wao wanataka kanuni za miungu yao ndio itawale. Hapo ndipo vita ilipokuwepo. Lakini kilichomsababishia hivyo ni nini? Baraka. Nilikwambia ukisoma Mwanzo 27 hadi 28, Mwanzo 27 hadi 28, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi.
Alipomuumba mwanadamu, kitu cha kwanza kabla ya yote alimbariki. Alivyombariki akampa agizo la kuwa na matunda, akasema zaeni, lakini agizo la kuzidishwa, kuongezeka. Akampa agizo la kumiliki ulimwengu wote, atiishe na kutawala. Kwa hiyo ile baraka ndio ilimpa mwanadamu uhalali na mamlaka ya kutiisha, kumiliki na kutawala. Baraka ilipoondoka, utukufu ulipoondoka kwa sababu ya dhambi, ndipo laana ya sheria ikaanza kufanya kazi. Umaskini na uhitaji ukawepo, michongoma na miiba na magonjwa vikawepo. Kumbukumbu la Torati 16:15. Kumbukumbu la Torati 16:15. Siku 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali alipochagua Bwana, kwa kuwa Bwana wako Mungu wako atakubarikiwa katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Baraka ni uweza wa roho unaokufanya ufanikiwe. Biblia hapa imeonyesha kuna mambo mengi, lakini nataka kwa leo tuangalie. Anasema atabariki maongeo yako yote na kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Zingatia hilo neno kufurahi kabisa, tutaendelea nalo wakati mwingine. Anasema uwe katika kufurahi kabisa. Kwa hiyo Bwana sio tu kwamba anataka ufanikiwe, lakini anataka ufurahie hayo mafanikio. Watu wa dunia wanaweza wakafanikiwa, lakini wasifurahie mafanikio yao. Ni katika Yesu tu unaweza ukafurahia mafanikio. Ni katika Yesu. Nje ya hapo utapata mafanikio. Unaweza ukawa na hela nyingi, unaweza ukawa biashara kubwa, lakini huna furaha. Ni kwa Yesu. Haleluya. Mpango wa Mungu ni kukutosheleza, kuthibitisha wema wake kama alivyoahidi. Twende kwenye mbinu nyingine ya 6 ya mwisho kwa leo, tuingie kwenye maombi. Okay, namna ya kubarikiwa. Ukitaka kubarikiwa kuna namna nyingi, lakini lazima umfanyie Mungu ibada. Kimwabudu Mungu atakubariki. Ukishika sheria za Mungu atakubariki. Ukitoa atakubariki. Ukitii neno unabarikiwa. Neno la Mungu linabariki. Njia za Bwana huelekea kwenye mafanikio. Eneo lingine ambalo au mbinu ya adui kukuzuia kutawala fedha na uchumi ni kukuondosha kwenye njia za Bwana katika fedha na uchumi. Akifanikiwa kukuondosha kwenye njia za Bwana katika fedha na uchumi, amefanikiwa kukuondoa katika utawala wa kimungu katika fedha na uchumi. Yoshua 1:8. Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na mambo yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Anasema kisha ndipo utakapostawi sana, utakapoifanikisha njia yako. Ipi? Kuna njia ambayo Mungu aliiumba kabla hujazaliwa, kabla hujawepo duniani, ambayo unapaswa kuiendea ili umtukuze katika maisha yako. Anaposema njia, anamaanisha maisha. Ukiona Biblia inasema mwenendo, enendeni kama watu wenye hekima, maana yake ishini
kama watu wenye hekima. Kwa hiyo kuna maisha ambayo Mungu ameyakusudia uishi, maisha ya utoshelevu, maisha ambayo unatawala fedha na uchumi. Hawezi akakuokoa alafu asikupe namna ya kutawala fedha na uchumi, yaani vitu vilivyoumbwa na wanadamu. Sasa ziko njia za Bwana. Biblia inasema maneno ya Mungu. Sasa kipindi hicho cha Agano la Kale alisema kitabu cha Torati. Leo nitasema Biblia. Biblia isiondoke kinywani mwako. Itafakari mchana na usiku. Angalia kutenda sawa sawa na Mungu alivyosema. Utafanikisha njia yako, utastawi sana. Maana yake utafanikiwa katika biashara zako, utastawi sana. Kiri, tafakari, tenda ulichokitafakari. Sio wengi wanajua kwamba neno la Bwana ni mafanikio, maana vyote viliumbika kwa neno la Mungu. Vyote Mungu alifanya kwa kuzungumza, kwa kunena. Kwa hiyo hata neno alilosema juu ya uchumi, ahadi alizosema juu ya uchumi na fedha, uwe na uhakika kwamba zinaweza kuumba alichosema. Hahitaji dhuluma, hahitaji hila, hahitaji rushwa ili kukufanikisha. Anaweza kukufanikisha katika haki. Neno lake linaweza kufanya lilichosema. Kwa hiyo lishike neno la Bwana. Sasa maagizo ya Mungu katika fedha na uchumi, hiyo utachukua umweke yako, yamo kwenye maandiko. Mithali 3 mstari wa 7 na wa 8, usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani pako. Yaani niliposoma hili neno nikashangaa sana. Kumbe neno la Bwana ni afya. Ukitaka kuwa na afya, anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2. Sasa afya ni neno la Bwana. Ukilishika neno la Mungu unakuwa na afya. Imethibitika kisayansi kufunga kunaweza kuleta afya. Sasa ukitii neno la Mungu, kwa mfano tu Mungu amesema ufunge, alafu ukawa na desturi ya kufunga kila wiki, angalau yani kila wiki uwe na desturi ya kufunga, ukatengeneza hiyo desturi. Unapokuwa katika kufunga, kwa mfano kama umefunga, unashauriwa siku 3 ndio unaweza kufunga bila kula na kunywa. Baada ya hapo unaweza kuendelea kunywa maji. Biblia inasema Yesu alifunga siku 40 bila kula, isemi kwamba akunywa. Alafu anasema baadaye akaona njaa, isemi kwamba akaona kiu. Inawezekana alifunga bila kula na kunywa, lakini Biblia ilivyoandika imesema tu akula. Sasa unapofunga bila kula na kunywa, maana yake ndani yako mwili unaanza kuondoa mafuta yasiyohitajika, unaanza kukusafisha. Kuna wakati unaweza ukasikia vimaumivu mahali, ujue kwamba ndio unatengenezwa. Alafu unapokuwa umefunga ukanywa maji, ni namna ya ajabu sana ya kuondoa sumu mwilini. Na unapomaliza kufunga huwa tunakuwa kama watoto wadogo. Yaani unakuwa na namna fulani, unajisikia vizuri kuliko hata mtu alienda kwenye mazoezi. Kwa kutii neno la Mungu moja tu, kufunga na kuomba, alafu unakuwa na afya njema. Sasa wewe unang'ang'ania tu, unakula mara moyo sijui umejaa mafuta, unaanza kutisumbua, mchungaji niombee, wanasema moyo umejaa mafuta. Mimi nakwambia unakausha kila kitu. Uhitaji kutumia madawa ya kuondoa sumu. Wewe funga tu, kunywa maji ya kutosha, sumu inaondoka mwilini, unakuwa na afya.
wakienda kupima wanakuta kila kitu kiko vizuri, kila kitu kiko vizuri. Haleluya! Neno la Mungu ni afya. Mpango wa Mungu sio kukuponya, mpango wa Mungu ni kukupa afya. Tunapoomba hapa unapona, maana yake Mungu anakurejesha kwa lazima kwenye shauri lake ambalo ni kukupa afya. Ni kama anakuondoa nje ya mpango wake, anakupeleka kwenye uzima ambao ni mpango wake. Kwa hiyo huduma, haleluya. Wewe unafurahia uponyaji, utaki afya. Baraka ni afya, sio uponyaji. Soma kwenye maandiko. Baraka ni afya, sio uponyaji. Uponyaji ni hatua ya kukupeleka kwenye baraka ya afya. Ni kama hatua fulani. Sasa watu wanaishia hapo, hawaombi afya, wanasubiri waombe uponyaji. Wanasema tuombe kwa ajili ya afya, wengine wanaona sio maombi, lakini tuombe kwa ajili ya uponyaji, atang'ang'ana. Sasa mtu anayeomba afya hawezi kuomba uponyaji, kwa sababu ukiwa na afya huwezi kuwa na uponyaji, huwezi kuhitaji uponyaji. Sasa ni ajabu sana ukigundua kwamba neno la Mungu ni afya. Yaani ukijua neno la Mungu ni afya, ni faida utalisoma kwa macho ya tofauti, utakuwa na kiu nalo, kwa sababu unajua linaweza kukusaidia Kariakoo kabisa. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa neno ambalo umetufundisha leo. Tushike na kutusaidia tuweze kupiga vita vizuri vya imani katika kutawala fedha na uchumi. Tusaidie Bwana kulitendea neno lako kazi, ili wewe utukuzwe katika fedha na uchumi unazotupa. Sante Mungu mtakatifu, sante Mungu li hai. Naomba roho ya neema na maombi tuwezeshe kuomba sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Barikiwe sana. Tutaendelea tena kesho, na leo tumejifunza eneo la kumiliki na kutawala fedha na uchumi. Na katika eneo hili adui anapambana nasi. Namna ya kupambana naye ni kutawala kwa kumruhusu Yesu atawale maisha yetu ya fedha na kiuchumi, lakini pia ni kwa kutumia baraka. Baraka ni silaha ambayo itamfanya shetani asiingilie utawala wako wa fedha na uchumi. Ni baraka inayoweza kumweka pembeni kama ilivyofanya kwa Isaka. Lakini tukasema ya kwamba unapambana na shetani katika kutawala fedha asikutoe kwenye njia za Bwana, kwa sababu ukitoka kwenye njia za Bwana kifedha na uchumi, umetoka kwenye utawala wa kimungu katika fedha na uchumi. Umeelewa mtu wa Mungu? Kesho tutaendelea na eneo lingine na mbinu zake. Tutaenda kuomba hekima ya rohoni kutawala eneo la fedha na uchumi, maana amesema uwe na mche Bwana, uepuke na uovu. Usitegemee akili zako mwenyewe. Tutavunja roho ya madeni katika maisha yetu na hata katika huduma zetu katika kanisa. Vunja roho ya madeni. Ukitaka Mungu akusaidie kwenye madeni, ombea hata madeni kwenye makanisa. Diocese tuna madeni, peleka maombi huko na Mungu atakusaidia madeni yako. Tutaenda kukiri baraka za Bwana kutuwezesha katika eneo la fedha na uchumi. Tutaomba hekima ya kumiliki na kutawala. Unapoomba hekima, omba toba kwa maovu na uharibifu uliotokea kwa kukosa hekima ya Mungu. Usijihesabie haki, acha damu ya Yesu ikuhesabie haki. Lakini pia endelea kupambana na roho ya madeni, ili hekima ya Mungu ikusaidie namna ya kuondoka kwenye utumwa wa madeni. Very serious, very serious. Inaharibu vitu vingi katika kumtumikia Mungu ukiwa mtumwa wa madeni. Alafu kiri baraka za Bwana kuwa pamoja na, ili Mungu akulinde
katika eneo lako la fedha na uchumi. Tutamshukuru Mungu kwa sadaka, alafu tutaingia kwenye maombi. Naweza kutumia namba za simu, wewe ambaye unatusikiliza, namba za benki. Ungana nasi, mshukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo ambao amekupa. Praise team wakati wanaimba, tutamshukuru Mungu kwa sadaka, alafu tutaingia kwenye maombi. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu. 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 Unataka nifanane nawe Yesu, maisha yangu. Nataka nifanane nawe Yesu, maisha yangu. Maisha yangu, maisha yangu Yesu, nataka Yesu. Uchumi wangu, nataka Yesu, nifanane na wewe, uniongoze Roho. Fame uchumi wangu, uchumi wangu Yesu, nataka Yesu. Maisha yangu Yesu, nataka nifanane na wewe, niongoze Roho. Fame maisha yangu, maisha yangu Yesu, nataka nifanane na wewe, nifanane na wewe Yesu, nifanane na wewe Yesu. Fame maisha yangu Yesu, maisha yangu, nifanane na wewe. Fame uchumi wangu, uchumi wangu Yesu, nifanane na wewe Yesu, nifanane na wewe Yesu, niongoze Roho wako. Uchumi wangu, uchumi wangu, nifanane na wewe Yesu, nifanane na wewe Yesu. Maisha yangu, maisha yangu Yesu, nifanane na wewe Yesu, fame maisha yangu, maisha yangu, nifanane na wewe Yesu.
nawe Yesu maisha yangu. Nyosha mikono yako tuombe. Nyosha mikono yako tuombe. Sema Baba mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ufunuo ambao umenipa. Roho Mtakatifu, asante kwa kunifundisha, asante kwa kunielekeza. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa kukosa maarifa haya na kushindwa kutawala malango ya fedha na uchumi. Naomba unisamehe, naomba unitakase. Niko tayari leo kuyatii maagizo yako. Baraka yako inisaidie, maarifa na hekima vipate kunihifadhi, nikatawale eneo la fedha na uchumi, ili niyatende mapenzi yako katika eneo la fedha na uchumi. Asante Bwana Yesu. Ninaomba rehema, ninaomba toba pale ambapo roho za giza zimenishambulia kupitia madeni, ili kunizuia kuwa na uhuru wa kukutumikia Bwana. Damu ya Yesu ikafuta hayo maneno, ikafuta hayo mashtaka, ikafuta na kuareba kila nguvu za giza. Natangaza leo, sitatumikia madeni, sitatumikia fedha. Fedha itanitumikia, fedha itanitumikia. Nitakutumikia Bwana, nitakutumikia Yesu. Asante Bwana Yesu. Kila nitakachofanya itakuwa kwa ajili yako, wala sio kwa ajili ya fedha, wala sio kwa ajili ya kulipa madeni. Asante Bwana Yesu kwamba unanipa uwezo wa kulipa madeni yanayonisumbua. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, baraka yako inaniwezesha kuongezeka, kumiliki, kutawala, kuwa na faida katika biashara zangu, katika kazi zangu za uchumi. Umesema utanibariki kazi zote za mikono yangu. Naitarajia baraka yako mwaka huu wa 2023 katika kazi za mikono. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu kwa kuyasikia maombi yangu. Mimi na moyo wako mbele za Bwana. Endelea kuomba. Vunja roho za madeni, vunja hizo nguvu za giza, usishinde katika roho, ndipo itawezekana katika mwili. Baba asante, sikia maombi ambayo tunaomba, sikia maombi ambayo tunaomba. Maarifa yako yawe ndani yetu, hekima yako iwe ndani yetu. Umesema mtu akikupungukiwa na hekima na aombe. Tunaomba hekima katika kutawala fedha na uchumi. Tunaomba hekima katika kutawala fedha na uchumi. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, sikia maombi yetu, sikia maombi yetu, sikia maombi yetu, sikia maombi yetu, sikia maombi yetu. Ufalme wako ukadhihirika katika fedha unazotupa, katika uchumi unaotupa. Wazo lako ndilo utakalotenda, shauri lako ndilo litakalotimia. Sikia maombi Baba wa milele, ukatukuze katika fedha na uchumi wetu, ukatukuze, ukatukuze, ukatukuze kwa jina la Yesu. Mauti iondoke katika fedha na uchumi, mauti iondoke katika fedha na uchumi, hata madai, hata madeni katika usharika, katika diocese. Hiyo roho ya madeni tunaivunja katika makanisa, tunaivunja katika makanisa, katika huduma, katika usharika. Njia zake ila za adui hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Tunaipiga
tunapiga roho ya madeni katika nchi ya Tanzania. Hatutakuwa watumwa wa madeni ya kitaifa. Tunapiga hiyo roho ya giza katika malango ya Tanzania, kwenye fedha na uchumi. Tunapiga kwa jina la Yesu. Tupake mafuta kuyafuta madeni yote yanayotutesa kama taifa, yanayotutesa. Hatuna sababu ya kulaumu viongozi, hatuna sababu. Tunajua ni adui. Tunaomba rehema, tunaomba toba kwa ajili ya madeni ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya madeni ya taifa la Tanzania. Sikia maombi ambayo tunaomba. Baba amelala, sikia maombi, sikia maombi, sikia maombi, sikia maombi. Kila utumwa wa fedha na uchumi tunauareba. Toka kwenye utumwa, toka kwenye utumwa. Mtu wa Mungu, unatoka, unatoka, unatoka. Nguvu za giza, roho za chuma ulete kwenye biashara yako, zinaharibika, zinaharibika. Toka chia, toka chia, toka chia, toka chia kwa jina la Yesu. 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 Na presha zilizosababishwa na madeni na magonjwa yaliyosababishwa na madeni, pokea uzima kwa jina la Yesu. 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 Kwa jina la Yesu. Nuru ya Bwana iangaze kwenye biashara yako. Nuru ya Bwana iangaze kwenye matumizi yako ya fedha. Nuru ya Bwana iangaze. Nuru ya Bwana iangaze. Nuru ya Bwana iangaze. Yes Lord. Kera basera bakoriseka kontera bakoseriandoriasa riba baba 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 ripokora bakoria koriasa kanteria bakoserianda ripipere koseka yoseri bakoseriande konteria baba 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 ripopo baba. Andalia kunena kwa lugha. Kuna upaka, kuna upaka wa kiuchumi umetofunika. Kuna upaka wa kifedha umetofunika. Endelea kuomba, endelea kuomba. Acha malaika, acha malaika wadondosha hizo baraka za uchumi. Watumishi wa Mungu, hao malaika wanadondosha kwenye mikono yako, kwenye mikono yako, kwenye mikono yako, kwenye mikono yako. Kuna kitu cha adui kinaharibiwa, kuna kitu cha adui kinaharibiwa, kuna kitu cha adui kinaharibiwa kwa jina la Yesu. Kuna kitu cha kimungu ambacho kinazaliwa, kuna kitu cha kimungu. Gangana mbele za Bwana, gangana mbele za Bwana, gangana mbele za Bwana. Katika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Amini, amini, amini. Pokea kutoka kwa Bwana. Amini, pokea kutoka kwa Bwana. Amini, amini kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amini, pokea kutoka kwa Bwana, pokea kutoka kwa Bwana, pokea kutoka kwa Bwana, pokea kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea ushindi kwenye uchumi wako, pokea ushindi kwenye fedha zako, pokea ushindi kwenye uchumi wako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sawa sawa na ambavyo umefundishwa, sawa sawa na ulivyosikia. Amini, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu kama unavyoamini. Bwana akupe leo, Bwana akupe leo, Bwana akutendee leo, Bwana akutendee leo, akutendee kwenye uchumi, akutendee kwenye fedha, akutendee kwenye afya katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea kutoka kwa Bwana afya njema kutoka kwa Bwana, pokea afya kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea, 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 pokea katika jina la Yesu. Rikarababa sandaraba sikamandorobosa iko korobosika randorobobobobobo indarabasaka. Omba, 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 usichoke. Rikarabasaka ndarabasa indorobosi rikarababa. Ndio Bwana.
Ndiyo Bwana. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rabo sakata mando riaba seke riaba shata raba kanta ya rabo seke riana baba shanta riaba seke riama ndo riana baba seke riaba shanta raba konde melia sakara baba shata. Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, tusaidie tena jioni ya leo e Bwana. Raba sakara baba sheke tebela rika kosi kiki kakasa liko koko kosi kiki kasa liko bila seke kekeria baba zala kakatia bala sekeria bashata. E Bwana, tumekuwa kama yule mama ambaye aliachiwa madeni na mume wake, ambaye alikuwa ajui analipaje yale madeni zako koria baba shata, lakini jioni ya leo umetukumbuka katika neno la maarifa. E Bwana, zakaria baba shata ya baba shata, a supernatural provision ria kara baba shata, namna ya kulipa hayo madeni, namna ya kulipa hayo madeni. Zakaria baba shata, ulopaji wa kiungo, namna ya kulipa hayo madeni. Yesu ulimsaidia yule mama kulipa madeni aliyokuwa nayo. Zalia kataba shata, Zakaria baba sheke, ulimsaidia yule mama ambaye watoto wake walikuwa rehani, walitakiwa kuchukuliwa. E Bwana, lakini uliona ya kwamba watoto wake wasipotee, watoto wake wasiharibike. Yesu tusaidie. Lakisikala bashanda kandere basekeri arabashata andebelia sekeri arabasheke riakanda bara sekeri arabashata. Yesu endele, Yesu e Bwana tusaidie, Bwana yetu tusaidie. Ni kweli kabisa tuliingia madeni hayo hatukukushirikisha wewe, lakini leo tunakujia wewe, utusamehe Bwana, tusaidie. Zakara bashaya lakiki ya manasaya mandibela saya kandebelo sikeri arabaha likeri arabashanda. Ulilipa deni la dhambi, Yesu unashindwaje na hili? Yesu umelipa deni la dhambi yetu, unashindwaje na haya? Zakara baba shata, umelipa deni za dhambi, umelipa deni za dhambi ambazo hakuna mwanadamu anaweza akalipa. E Bwana, tuna haya ya kwetu mengine, tusaidie e Bwana, tusaidie e Bwana, tusaidie Yesu, tusaidie Yesu, tusaidie Yesu. O sakara babash, endelea tu kuomba, usinyamaze. Endelea kuomba, usinyamaze. Endelea kuomba, usinyamaze mpendo. Kuna nguvu za Bwana ziko hapa. Kuna provision ya kiungu kwa ajili ya madeni yaliyotushikilia. Wengine wamepoteza vitu, wengine wamepoteza vitu ambavyo vilikuwa rehani, wengine wamepoteza zakara makoria sala bakara bashanda, wengine wamefunga kampuni zao, wengine wamefunga, na kuna wengine karibia wanafunga biashara zao kwa sababu ya madeni ala ya TRA ama madeni ya kule benki, wanatakiwa kufirisiwa vitu vyao. Yesu tunakuita, Yesu, 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 Yesu. Oh, ndiyo, kuna msaada wa Bwana jioni ya leo. Kuna msaada wa Bwana jioni ya leo. Kuna msaada wa Bwana jioni ya leo. Ile biashara hautafunga, haitaharibiwa kabisa. Ile kampuni hautafunga, kana bashata kanda berasaya, maana katika mlima wa Bwana inapatikana marabosa kanana mona melia komena na bosa rakomenia na namase
lakapalie konemenesi rakokopelia kaseke lekepelia sanda kandebelia seke rikakoria na baba shane lieketebelia saya. Saidia yule mama ebwa salia kara baba shane kalia la baba seke keria la baba shanda kanda la baba seke lekeria la baba shanda kalia la baba seke rike keria la baba shanda kanda la baba seke rikaria la baba shanda. Wengine kwa sababu ya madeni ndoa zao zimeharibika. Zalia kara baba shanda. Yesu rejesha, Yesu rejesha, Yesu rejesha, Yesu rejesha, Yesu rejesha. Wengine kwa sababu ya madeni urafiki wao umeharibika. Yesu rejesha, Yesu. Yesu kituacha ule urafiki unakufa. Yesu kituacha ile ndoa inakufa. Yesu kituacha ile biashara inakufa. Yesu kituacha ile kampuni inakufa. Aya. Endelea tu kumlilia Bwana. Endelea kumlilia Bwana, usinyamaze. Endelea kumlilia Bwana, usinyamaze. Malabo sikemela meli yako meni amase meli yako meni kasikete meli yako manana masaya rika koria nema sikine meli yako manana mase rike kimi niko mela makopi likime nalase lakapali akatale meli yako meni kasokete rika koria ndime nasiki rika koria nama shanda rika koria na baba shanda rika koria na baba shanda. Ule uwezo wa kiungu unaotupatia vitu vyote kwa habari ya maisha. Ule uwezo wa kiungu unaotupatia vitu vyote kwa habari ya maisha. Raka la mashanda rika koria na basika rika koria na bashanda rika koria na bashata raka la basike. Unapokea uwezo wa kiungu, unapokea uwezo wa kiungu, unapokea uwezo wa kiungu. Laka sakara bashaya likanda na basaya lakara bashanda na bakoria limasi karabo Kantere abakore sekereba riba baba baba kosere baba ndoriaso riba kosere andere akasorianda konte kere kese kere bo serere rere abasere rande kantere andere kasorianda riba koraba kariseka rere randa rakaria rabo rere rasikere anda konte kakase kaka reka kakariande rere ra rabariserianda keriando pam pam parabako tarifika porisika kantere bako saraba bojeza wa samaka kole pamadana bojeza wa samaka kole pamadana kofotayo madana hofa inayotokana na madana roho ya utumwa iliyoleta hofa kwa ajili ya madana inarepewa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unawekwa huru kwa jina la Yesu. Kibali chako kilichopotea kwa sababu ya madeni kinarudishwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kibali kinarudishwa, kibali kinarudishwa, kibali kinarudishwa. Restoration ya kibali, restoration ya kibali. Popote unapotutazama, popote unapotusekeleza, kibali chako kinarudishwa, kibali chako kinarudishwa.
kinarudisha kibali chako, kinarudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliokukataa wanakukubali, wanakuelewa, wanakuelewa, unaeleweka kwa jina la Yesu, unaeleweka kwa jina la Yesu, unaeleweka kwa jina la Yesu, unaeleweka kwa jina la Yesu. Yes, Lord. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, ninakataa hayo mapepo yaliyosababisha madeni. Katika jina la Yesu, toka achia. Ulioshika uchumi, toka achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakataa leo, tunapinga leo roho za chuma ulete, toka, achia hiyo mikono, achia hiyo mikono, achia hiyo mikono. Na taarifa zilitolewa kwenye ndoto kwa ajili ya madeni, taarifa zinazotolewa kwenye ndoto kwa ajili ya madeni, tunazifuta, tunazifuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tunafuta leo, tunafuta leo hizo taarifa za madeni, hizo taarifa mbaya tunazifuta kwa jina la Yesu. Hiyo mikono ikatakasike, ikatakasike, ikatakasike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kazi za adui zilizoingia kwenye mikono yako kwa jina la Yesu, unaota unapokea pesa za kipepo kwa jina la Yesu, hizo pesa tunazitakasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na eneo lolote ambalo lina chanzo, lina chanzo, lina chanzo cha madeni kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunatuma damu ya Yesu kwenye chanzo katika jina la Yesu. Kumshukuru Mungu, shukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, shukuru Mungu kwa maombi ambayo umeomba. Yes Lord, hebu tumalize kwa wimbo wa kuabudu, kwa wimbo wa kuabudu. Mwabudu Mungu aliyesikia maombi yako, angalau hata dakika mbele. Acha tumwabudu thamani, Yesu wa thamani, wa thamani zaidi ya vyote. Kuwa na wewe ni bora kuliko vyote. Wa thamani, wa thamani, wa thamani, Yesu, Yesu wa thamani.
Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akunilie uso wake na kukupa amani kwenye maisha yako ya kifedha na kiuchumi, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho